Allahu Akbar. Na siku zinaenda, tupo katika mwezi ni mwezi June. Hii ni June. Alhamdulillah, tunaendea katika mwisho wa kozi yetu katika miezi miwili kukimaliza hichi kitabu. Kozi yetu huwa inachukua miezi miwili kumaliza kipengele fulani kwenda kipengele kinachofuata. Yeah. So kuna option, unaweza ukasema mwalimu, mimi naona hii tu miezi miwili inatosha, nisimamie hapa. La basa, unaweza, kwa kuwa kozi ilikuwa inachukua miezi miwili. Lakini ukaona mwalimu, mimi nimeelewa, nimependa darsa, niko tayari kuendelea, pia ahlan wa sahlan, kipengele kingine pia kinafuata. Afwan. Alhamdulillah, tunazidi kutana mawimbi. Hii ndo Qur'an. Hii ndo Qur'an. Actually kuna mtu aliniuliza akaniambia, mwalimu, hili nitalisema mapema sababu linahusu Qur'an. Ni upi muujiza ambao wewe umeuona mwingine yoyote hajawahi kuona kuhusu Qur'an? Muujiza ambao mimi tu mimi tu kwa macho yangu nimeuona, mwingine yoyote hajauona. Actually katika Qur'an kila muujiza mtu atauhisi. Hakuna muujiza ambao kuna mtu atauona alafu wewe tu utauona alafu mwingine hajauona. No. Kila mtu muujiza katika Qur'an atauhisi. Unahisi kabisa. Lakini sasa ni juu yako kukubali. Huo ni muujiza. Wewe unauchukuliaje huo? Ni muujiza au sio muujiza? Mfano, unaweza ukaruka ingia baharini, ukatoka na madini, ukasema jamani, haya ni madini nimeyapata baharini, yanaitwa hivi na hivi, hamna mengine kama haya. Na watu wakakwambia hakuna kipi hapo. You know? Ukajitahidi ukaingia tena, ukatoka na kitu kingine, lakini watu bado wakakukataa tu. Hakuna ambalo tumeliona hapo. Hii inamaanisha nini? Hata kwenye Qur'an wewe unaichukuliaje tu aya tu unayoisoma tu wewe, alhamdulillahi rabbil alamin, wewe umeichukuliaje hiyo aya? Arrahmanir Rahim, wewe unaichukulia ni mpya tu, it means kwamba umeisoma and then basi. So inategemea vile wewe mwenyewe unakichukuliaje kitu. La si hivyo, hata wewe mwenyewe unaweza ukawa umeingia baharini ukatoka na nguva, ni nguva kabisa, lakini nusu mtu kati tunavyo nusu mtu nusu samaki, na tukaona bado huyu naye tushawazoea hawa, hakuna kitu. Hivyo ndo Qur'an pia, namna ambavyo mtu anaichukua. Lakini kila muujiza utauona katika Qur'an. Let's say Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo kapewa hii Qur'an. Yeye ndo kapewa, yeye ndo mtume aliyopewa hii Qur'an. Just imagine ingekuwa ndo asio kwa ubaya, ila mhaya angepewa Qur'an. Haya wewe mhaya, sasa wewe hii Qur'an tunataka tupelekee watu wote waijue hii Qur'an. Mhaya angejitaja yeye kila sehemu pale. Mhaya angeanza na bismillahi kwanza, kabla ya bismillahi kwanza ni sio sifa mbaya. Hata Allah anasema wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, neema za Allah mzieleze. Kwa mhaya yeye ni sifa yake pia. Nimekula wali, tena huo wali umepikwa na jiko la umeme. So pia muujiza Qur'ani, mtume kataja mara ngapi? Mara 4. Mara 4 tu Muhammad katajwa kwenye Qur'an nzima. Kiangalia pengine ni Musa ndo katajwa zaidi, lakini ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Qur'an, so kila ukifikiria utaona ni muujiza ulioko ni mkubwa kiasi gani ambao Allah ametupendelea sisi. Aya ambazo nikizisoma zinanitouch sana moyo wangu, feeling mwili unasisimka kuhusu Qur'an. Kila nikisoma Allah anasema wama huwa biqauli sha'ir, wala sio maneno ya mshairi haya. Qalilan ma tu'minun, ni wachache sana ambao wanaamini haya. Yani haya maneno, hii Qur'an hii mtu tu anachukulia tu okay,
Wangapi wamepita wamefanya hivyo, wamejaribu kuileta mfano hata wa Qur'an na hawajaweza. Sura inaitwa Suratul Fil, and then Allah ndani yake sio kwamba anakuzungumzia fil, anakusifia tembo ni yupi hivi. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Unatoka na hikma ambayo subhanallah, hii ni mmoja Allah na kuonesha ukubwa wake katika Suratul Fil. Alitokea mtu katika zama zilizopita huko nyuma, yeye pia fil, na mimi nitaileta Suratul Fil. Ngojeni kesho na mimi niamke, takuja na Suratul Fil hapo. Shairi kubwa, na akaja na fil, wa madaraka mal fil lahu khurtumun tawil. Na akatunga Suratul Fil, lakini namna ilivyokaa yeye sasa akaja kumsifia tembo. Sio kama Allah anakuelezea, je, soma tafsiri ya Suratul Fil kukuonesha ukubwa wake. Okay, haukuona tulivyowafanya watu wa tembo? Sio ni ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala katika kuiunda hii Qur'an. Ni muujiza kila page unayosoma, na hii wala hakuna shaka kwa umma Muhammad kuzingatia kwamba Qur'an ndio muujiza wetu. Ni muujiza wa nini? Qur'an ni muujiza wa masikio. Muujiza wa masikio tofauti na miujiza mingine. Miujiza mingine ilikuwa mtume aje, Nabii Musa afanye muujiza, atoe fimbo iwe nyoka. Hiyo ndio muujiza kabisa tunajua. Leo tutachelewa kidogo sababu nadhani tunarejea darasa la Maddu, tulisema hivyo. So sorry. Tukifahamu kile tunachokisoma pia. Okay, tachange. Atoke Nabii Yunus amezwe na samaki, lakini baada ya hapo inakuwa story. Inakuwa tu story, sio kitu kinachoendelea. Yani sasa hivi wewe ukae na wajukuu, fisi na sungura ilikuwa hivi na hivi. Okay, ni wachache sana ambao kaja mwingine hizo zilikuwa ni miujiza ya mitume. Okay, lakini Allah kaiondoa kwenye miujiza wa aina hiyo, kaondoa kwenye muujiza wa kwamba okay, isibaki tu kuwa ni stories zinazopita. Kaja mtume fulani, yeye Nabii Ibrahim, siji kuna maji ya Zamzam yalikuwa, lakini Allah kaileta muujiza ambao ni endelevu. Sasa Qur'an kila unaposoma unaona ndani yake muujiza, hata ipite karne ngapi haibaki kuwa story, bali ni unaendelea. Alhamdulillah kwa hii Qur'an. Okay, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, hiyo tu kwanza ustaz ni muujiza mkubwa sana, kwa sababu ukienda kila nchi duniani mnasoma vile vile, haibadiliki hata herufi. Hiyo tu itoshe kuwa ni Allah kudai kwamba, Allah kusema kwamba atailinda Qur'an. Can you imagine? Mlinzi wa kwanza umekuwa ni wewe hapa. Yani Allah anakutengeneza wewe mwenyewe ndio unakuwa mlinzi wake kwenye hiyo Qur'an. Hatusemei hao Allah vipi Allah kailinda hii mpaka imetufikia hapa. Hata tu ile tu sura moja tu kuibadilisha walishindwa. Huo ndo muujiza wa Qur'an. Okay, bismillahirrahmanirrahim. So turudi darasani. Alhamdulillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Actually tunasoma, lengo ni kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ni dhaifu sana, mimi ni dhaifu sana, Allah ni shahidi. Yani kama leo nikaambiwa nitakufa, naenda peponi au motoni, mimi najiona naenda motoni. Isipokuwa tu kwa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala itokee nikaingia peponi. Hilo lote hakuna anayejua. Ukijiona wewe mlango wako ni mimi ni wa peponi, ujue unajifungia mlango wa kufanya istighfar. Istighfar kwako zitakuwa chache sana. So usijifungie mlango huo kuona tayari nimekamilika. Mazungumzo yangu huenda hayakuachi salama. Huenda kuna ambaye unakuta anakwazika. Okay? Hakuna lokamilika hata siku moja. Kwa hiyo ikitokea hivyo
ni uchache wa elimu yangu, and then tuiane radhi. Lakini popote ninapopatia famin Allah, imetokana na Allah, walhamdulillah, na namshukuru pia kwa hilo, alhamdulillah. So tuendelee kuwa pamoja, lakini kubwa zaidi tusisahau ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, ndio zinatuweka hapa mpaka tunakuwa pamoja. Yeye tu aturidhie, japo tumejaribu kukisoma kitabu chake, tumejaribu kukifundisha. Okay, yani na umri huo wewe hapo ulionao, umeona thamani ya kuisoma hii Qur'an? Hiyo huwezi ukaona value yake mpaka ile akhira. Sasa umekutana na Allah, and then wewe ulisoma Qur'an pasina hata kulazimishwa, tofauti na utotoni. Unajua hiyo value Allah amekuhifadhia siku ya Kiyama, kusema lahu ajran, yeye atakuwa na ujira mara mbili. Huyo mtu huyo ujira mara mbili, yani unataataa and then bado unajiforce, una ujira mara mbili, tofauti na kulazimishwa utotoni. So zote ni radhi za Allah. Kuna kufanya kitu kwa kuhitaji pepo, yani kwamba isingekuwa kuna pepo, mimi singeswali, nisingesoma, lakini mimi nasoma, nafunga, sio tu kwa ajili ya pepo, bali Allah niridhie. Hilo ndo kubwa zaidi. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saa 3:15. Leo tunarejea hii darasa yetu hapa. That's why tumeongojeana kidogo na hatujachelewa, bali tunafanya marejeo ya mada. Kesho insha Allah, subhanallah, najiona nitaanza kuwa busy sana baada ya leo. Yani Allah tuwafanye wepesi. Hii wiki ya Eid huwa hatufanyi, kuanzia inapoanza Dhulhijja huwa kuna kuaga hakuna darasa miezi yote, kwa tunachukua break kwa ajili ya Eid. Lakini hii tumejitahidi, tumesoma kadri ya vile tunavyoweza, alhamdulillah, na napata mrejesho mzuri sana pia kwenye klasi za ile klasi ya kusikiliza darasani na mwalimu Imran anaposikiliza darasani. Alhamdulillah, nimeona wengi sana wamevutika na hile. So inshallah ile itakuwa endelevu. Lakini sisi kama itakuwa hivyo, sijioni, yani najiona kama nasafiri au na wageni, kwa hiyo sioni kama nikitulia. Kwanza kesho nina wageni, sasa sijui kama nasafiri. Kwa inshallah kama itakuwa hivyo, itakuwa tunapeana ruhusa mapema. Maana wanapokuja wageni sio wageni kwamba ndugu zangu, wageni kutoka nchi hivi na hivi, mimi niwapeleke kwa huyu, niende kwa huyu. Kwa ikitokea hivyo, nitakuwa nawapa taarifa mapema inshallah, na kwamba tutafunga ni hii tu hizi siku Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, ambao itakuwa ni siku za Arafa, Eid, tukutane Jumatatu. Sio kwa ubaya, kwa sababu pia tutakuwa tumemaliza mada, and then darasa mpya itakuwa pia ni jambo la ajabu sana tukawa tumeanza darasa mpya. Hata kama tutaendelea kesho, hatuwezi anza darasa mpya. Yani tuanze darasa mpya alafu tuchukue tena break, tuanze tena Monday, no. Kwa kama pia tutaendelea, taomba iwe ni muraja, ni yale ya nyuma. So that's why pia nimehitaji tufanye break kama itatokea nimebana. Leo tumalizie mada na tutaiongelea kwa ufupi tu, tuzianze mwanzo. Okay, bismillah. Na utakuwa unaona kuna kozi mpya ambayo naipromote. Ni kozi hii ambayo pia wewe upo darasani hapa. Ni kozi hiyo, lakini yenyewe inaanza Julai, mwezi wa 7. Tarajie tutakuwa na wanafunzi wageni ambao watajoin kwenye mwezi wa 7. So ni kama taeleweshana tena. Leo tupige story kidogo, japo nimewamute mnisikilize. Mwezi wa 7 itakuwa ni kozi mpya, mwezi wa 7 I think. Hiyo kozi kutakuwa na wageni. Kwa tutafanya mpango ule, it means watajitambulisha, wewe mwenyewe pia ujitambulishe upya. Okay, haiishi bado hii kozi haiishi. Sio kwamba inaisha hii baada ya no.
kozi yetu sisi mpaka tumalize kitabu. Kitabu hichi ndo kozi yetu sisi miezi hii miwili. Okay? Miezi hii miwili na huu unaofuata, huu ambao tuko nao huu. Tutaenda tukimaliza kitabu, sijui tutamaliza lini kitabu kwa mwendo wetu sisi tunaoenda. Lakini hatulipia ada nyingine kwenye mwezi huu wa 6. Kwa ambao amelipia mwezi huu wa 6, it means deni ya hiyo mwezi wa 7. Huu mwezi wa 6 tunamalizia kitabu. Tukimaliza kitabu, kama itakuwa ni kwenye tarehe 20 tutafunga hapa. It means kitabu tumekimaliza tarehe 20. Sasa hizo siku 10 ni za kuregister wanafunzi wapya, na kozi mpya sasa inakuja kuanza mwezi wa kwanza, ambayo ni kozi ya makharij. Kozi ya makharij. Kwa yule ambaye amemaliza kitabu hichi cha tajwid, yeye ataingia kwenye kozi hiyo ya makharij. Okay? Hiyo kozi ya makharij ni level ya pili baada ya kozi hii ya tajwid. Tajwid ni hii kozi hii ya tunayosoma sasa hivi, nun sakin, tanwin, madda. Hii ni level ya kwanza katika tajwid. Level ya pili ni hiyo ya makharij. Makharij ni sehemu zinapotokea herufi. Hiyo ndio level ya pili. Kwa hiyo baada ya hapa, hiyo ndio kozi ya pili, ambayo pia wanafunzi wake tunatarajia wawe tayari, ambao wanafahamu tanwin, wanafahamu nun sakin, wao pia ndio wataingia huko. Ikiwa hafahamu, basi it means ni darasa la awali pia huwa linarejewa upya na mwalimu mwingine. So sio kwamba kozi mpya inayoanza kwamba ni kitabu hichi hatukirejei kwa mwezi huu. Samahani sana, na kuna wanafunzi wengi wameniomba, bwana mwalimu, tunaomba kitabu hichi kirejewe. Nimeona wallahi, nimependa sana SMS. Ngoja niisome hapa. Allahu Akbar. Nimevutika sana na SMS za baadhi ya wanafunzi. Mwalimu, hichi kitabu kumbe kina value kubwa sana. Kweli hichi kitabu pia kizingatie, hakijaacha kitu kwenye Qur'an. Nimtafute hapa aliniandikia, subhanallah, tena anapotea. Amesema, "Asalamu alaykum mwalimu, napendekeza tukirudia hichi kitabu cha tajwid chote kuanzia mwanzo ili tuweze kupata mazoezi na uelewa zaidi. Kwa sababu nimeona kimebeba Qur'an nzima usomaji wake. Hili somo ni muhimu sana sana. Allah akubariki daima." Hichi kitabu ni kidogo lakini hakijaacha kitu. Sidhani sasa hatuwezi kusema tunarejea, maana hatujamaliza tajwid. Alama za kusimama hatujasoma kwenye hichi kitabu. It means bado kuna muendelezo mbele. Kuna vitu ambavyo utakutana navyo kwenye Qur'an bado haviko hapa. Ila hichi kitabu ndo cha mwanzo katika vitu vyote unavyovijua vidogo vidogo vimo humu ndani ya hichi kitabu. Hichi na cha awali. Kwa lazima tuendelee mbele. Ikiwa hichi kitabu hujakielewa, unaweza ukakirudia tena mwaka unaofuata ukakisoma insha Allah, kama tutakuwa wazima. Kwa hakuna shaka. Allah afanye wepesi, taangalia. Otherwise kuna kozi ya private. Kozi ya private unaruhusiwa kujoin, na hiyo tumeiweka. Kuna mwanafunzi pia amenifuata akaniomba, mwalimu, tunaomba kozi ya private iwe 70,000. Hilo mimi nalipitisha tena. Nalipitisha, ile ni kwa ajili ya ambao ni members wako hapa ndani. Ada ya private huwa inakuwa ni 130,000. Hapo tena haupo kwenye group. It means ya group tena ni 30,000, inakuwa 160,000. Lakini ilipungua ikawa 100,000, na ya group 30,000, 130,000. Lakini tena kaniomba iwe 70,000. It means pamoja na kuwa kwenye group unasoma private na kwenye group hii ya tajwid tunayosoma, jumla tu iwe 100,000. Hilo pia sisi tumelipitisha. Sio kwamba tunamdhamini, bali mimi mwenyewe ndo nitawalipa hao walimu ambao wanawafundisha nyie. Kozi ya private mimi huwa sisimamii, bali kuna walimu ambao nakuunganisha naye, and then yeye anakufundisha private, anakukosoa na kila kitu. Kwa 100,000 pia hakuna shaka. It means 70,000 ya group ya private, 30,000 ya kwenye kozi ya group. Hakuna shaka. Kingine ambacho sijakisahau, nadhani nitakuwa nimeeleweka hapo. Kwa ufupi sana nimeelewesha kwamba leo napendekeza tufanye, ukishakuwa na wageni ni kitu changamoto kubwa sana. Sio hakuna ambao hapendi wageni, lakini kumwambia mimi nisubiri. Nakumbuka class moja nilifundisha nipo kwenye restaurant huko. Kwa ile pale pia unakuta kuna wateja huko na disturb. Okay. Kwa nitapendekeza tuchukue break leo hii.
inshallah. Kwa sababu tunamalizia hii mada, hakuna somo lingine, bali baada ya hapo tunakuja kusoma kitu kipi ambacho kinahitaji utulivu. Sio tena tu tumefunga alafu tukirudi tunaulizana maswali. Baada ya mada, kumaliza mada, somo linalofuata linaitwa sifa za herufi. Zinaitwa sifa za herufi. Hili ndio somo ambalo insha Allah tutakuja kuanza Jumatatu, Monday. Okay? Hii usije ukasema ni kozi mpya. Hii sio kozi mpya. Hii ni katika hiyo ada yako uliolipia ya mwezi wa 5. Bado hatujamaliza kitabu. Kwa hichi kitabu kilikuwa kinachukua mpaka tukimaliza. Kwa hii ndio itakuja kuwa kozi yetu ya mwisho, sifa za herufi. Unapoitambua sifa ya herufi inakusaidia wewe kuisoma katika uhalisia wake. Okay? Yaani vile inavyotakiwa kutoka na sifa zake ni zipi, ili usikosee, basi lazima usome sifa ya herufi. Okay. So turudi katika darasa letu la leo ambalo ni mada. Tumesoma mada leo. Nataka ninyie wenyewe, naomba ni unmute mic zenu hapa kwa hizo dakika zilizobaki, kwa kuwa ni marejeo. Kwa kuwa ni marejeo leo tunafanya, basi ni unmute mic zenu. Sio hela ya Kenya, 70,000 ya Tanzania. Kwa Kenya ni 5,000 kama sikosei. Unaweza ukaangalia wewe inakuwa kiasi gani. Hiyo ni ada ya members. Isiwe ni wa nje, sababu kweli alhamdulillah nafurahi wanafunzi nyinyi mnaniletea wanafunzi wengine ambao wanataka ya private. Lakini sasa yule mimi siwezi kumlipia tena kule, maana bado sijamjua, sijamzoea, sijamuanzisha mimi. Okay? Kwa hii ni ya kwa private ambao mimi najua huyu na uwezo wa kumuongezea akasoma. Okay? Lengo ni tusome, na mimi nahitaji hili mimi niliweke wazi. Alhamdulillah. Allah kanijalia nimefika huku ni kwa sababu ya kufundisha Qur'an. Nimefahamika sehemu nyingi ni kwa sababu ya kufundisha Qur'an. Kwa hii Qur'an imeniinua. So ile thamani yake pia siwezi kuilipa, lakini the way kwamba najibidiisha ili hata siku ya kiyama wewe mwenyewe usinisahau. Uenda ndo ukao umetangulizwa kuingia peponi. Sasa mkumbuke mwalimu. Okay bwana, kuna mwalimu wangu yule. Hiyo mimi ndo ambacho nakihitaji, tukumbukane kote kote. Alhamdulillah. Haya. Mada, naomba ni wa unmute hapa. Si wa unmute kwamba utoe mic. Hapana. Bali unanipa mfano. Wewe andaa mfano leo. Mimi nahitaji mada fulani. Wewe uielezee hiyo mada na usome mfano wake. Hii darasa na imani huwaona wanaume wengi sana ndo wako juu wanasoma sasa kwenye hapa, maana kwenye group tulikuwa wazembe. Wanawake na imani tukisema wasome wana mifano mingi, washafanya mazoezi kwenye group, imetumwa kibao. Kwa haya, bismillahirrahmanirrahim. Mada ya kwanza ilikuwa ni maddu asli, tunaita hivyo, au maddu tabi'i, maddu nature, madda ya asili. Hii mada ya asili, bismillah, kwa anayefahamu, tuanze na wanaume. Brother Abdul, mfano mmoja wa maddu ya asili. Kwanza ni nini mada ya asili? Sharti lake mbele kusiwe na nini? Wewe unajibu yote haya. Kama umeandika basi fungua hata daftari, sababu tumesema inachanganya, basi hebu usome pia. Ikiwa hajafahamu brother Abdul, twende banat. Yoyote na kuruhusu unmute, and then unaweza kujibu hili. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Wa alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Madda tabi'. Madda tabi'. Madda tabi' ni madda ya asili. Huwa inavutwa kwa haraka mbili peke yake.
Aiwa, kwa haraka mbili, mashallah. Na hiyo hali kadhalika ni mada za kawaida. Ni mada ya kawaida. Alif madda, alif madda, ya madda, and waw madda. Nature madda hizo. Sharti mbele kusiwe? Lakini sharti mbele isifuatiwe na hamza wala herufi yenye sakina wala sukun. Kwa sababu hamza ikifuata mbele, hiyo ni aina za madda. Tumeshasoma aina hiyo ya madda. Hiyo labda iwe ni maddu wajib, muttasil, maddu jaiz, ndio zinakuwa na hamza mbele. Fan. Hayo ndo maelezo yake. Mfano wake brother Qasim, mfano bado. Kumebakisha mfano tu. Haya, ipo mingi sana. Sawa, ndo mada ya asili hiyo. Ila tu sitoka kosea kidogo. Sasa niangalie katika Qur'an. Tunaweza kusaidiana. Unaweza uka-unmute ukamsaidia kabakisha mkia. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brother Fadhil. Naam. Ngoja nimsaidie akhi. Mashallah. Naam, tupe. Mfano sura wala abiyati. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا. والعاديات ضبحا. Kwanza pa ain ina alif madi na alif inavuta fatha. Na aya pili. Mashallah, barakallahu fik. Na hii aya pili tunaona hapa kwenye mim ni mim dhamma, mbele yake kuna wao na wao inavutwa na dhamma. Barakallahu fik, mashallah. Na aya tatu falmughirati subha, kwenye aghaini mbele yake kuna ya, na hii ghaini inakasa na ya inakuja kwa mashallah. Hii tu inatosha brother Fadhil, barakallahu fik. Ukivuta tu wal-aadiya, hizi zote ni maddu tabi'i. It means tunavuta haraka mbili. Fal-muriya, hizo ni maddu tabi'i, mbele hakuna hamza wala herufi yenye sukun. Mashallah, barakallahu fik. Aina ya pili ya madda, maddul badal. Maddul badal, banat. Maddul badal wa kuielezea, bismillah, unaweza uka unmute. Let's do discussion here. Ukhti Husna unmute hapa. Naam. Mad badal ni mada ambayo hufuatiwa hamza, mbele yake hufuatiwa na herufi ya mad. Hamza hufuatiwa na madda. Hamza inayovuta madda inavutwa haraka ngapi? Haraka mbili. Haraka mbili, mashallah. Mfano, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Hapa kuna hamza. Jazakallahu khair. Mashallah. Fabi ayyi ala. Ukiona tu umevuta hivyo, basi hiyo inaitwa maddu tabi'i.
sorry, subhanallah, maddul badal. Hiyo ni suratul Rahman. Fabi ayi hii tu ni maddu tabi'i. Shukran. Afwan, naomba nichukue charger ya laptop yangu. Nataka kuzima hapa. Subhanallah. Okay. Okay, already. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Actually nimechelewa sekunde. Anallah. Ndo nachomeka tu na yenyewe lazima. Alhamdulillah. Leo sina msaidizi hapa. That's why nimekimbilia chaja mwenyewe. Okay. Haya, fabi ayi ala. Tulikuwa tunaendelea na mifano ya madda. Tumaliza maddul badal. Leo siku ya mwisho tafadhali na hii ni waombeni mimi. Tunaomba tuchukue hii mpaka saa 4 kamili. It means tumalize kwa darasa la madda leo ili tuje tuanze maddu ingine. Kwa hili ni waombe kwa kualia muda wenu huu ili tumalizie hii madda. Haya. Tuende madda ingine inaitwa maddu iwadh. Brother, bismillah. Shukran ukhti Husna, ulielezea maddul badal sahihi, na tulisema maddul badal asili yake ni hamza mbili zenye ni hamza mbili zikikutana, badala ya kusema liila tunasema liila. Fabi ayi ala inakuwa fabi ayi ala, na hii iko kwenye maneno ya Kiarabu yote unapokuta kuna hamza. Maneno ya Kiarabu sio kwenye Qur'an. Qur'an imebaki kwenye nature yake. Mwarabu ndio akasema alladhina yu'minun. Yu'minun sio yu'minun, hiyo ni Kiarabu kaongea, lakini kwenye Qur'an huku bakisha kwenye nature yake. Hamza iwe pale, sio yu'minun umevuta yu, hiyo wao wanaifanya kama badal. Badal it means ya badala ya kusema amesema yu'minun. Lakini sio wapi? Qur'an inabaki kuwa kwenye nature. Maddu iwadh. Maddu iwadh, brothers. Subhanallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, brother Eid. Karibu sana. Tulisema mad iwadh ni kwanza tulisema iwadh maana yake ni fidia. Lakini tukasema ni ile madi ya kufidia, kwa mfano ambapo kunakuwa na tanwin fatha. Madi ya tanwin fatha. So ni maneno ambapo msomaji pia anatakiwa kusimama, unavuta kwa haraka mbili. Sahihi. Unavuta kwa haraka mbili, ndio. Mashaallah, umeeleza vizuri. Mfano naweza nikatoa labda kwenye salmu gharat subaha. Pal tena hiyo aya
falmughirati subha. Lakini umevuta mu, usivute mu. Falmughi tena. Mughirati subha. Barakallahu fik. Hiyo madda iko wapi hapo? Iko mwisho. Mwisho. Ina tanwini. Ina tanwini fatha. Kwa hiyo kama unasimama maana yake unafidia, inakuwa ni unavuta haraka mbili. Barakallahu fik. Sahihi. So popote pale ambapo tunaiona maddu iwadh, it means unakuta tanwin fatha iko mwishoni, basi unapovuta mwisho ujue hiyo ni maddi inaitwa maddi ya fidia. Sio han. Falmughirati subhan, no. Falmughirati subha. Hiyo. Barakallahu. Shukran sana brother Eid. Aina nyingine ya madda tukasoma maddu arid lisukun. Maddu arid lisukun. Tunapokezana brother moja, mwanamke moja. Alaykum assalam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi. Zainab, karibu. Maddu arid lisukun. Maddu arid lisukun ni maddi ya muda ambayo nyuma yake inakuwa ni mad tabi, ambayo mbele yake kutakuwa na herufi ambayo lazima tusimame na sukuni. Aiwa. Na unaweza kukarefusha kwa rakaa 2, 4 au 6. Aiwa, mashallah. Mfano surati Naba. Amma yatasaalun. Jazakillahu khair. Hapo umevuta raka ngapi? Hesabu vidole. Mashallah. Barakallahu fik. Amma yatasaalun. Madda iko wapi hapo hiyo maddu arid lisukun? Hiyo wow. Hiyo. Aiwa. Shukran sana Ukhti Zainab, umeipatia. Maddu arid lisukun ni maddi ambayo inakuwa mwishoni unapokwenda kusimama, imebakisha herufi moja tu mbele usimame. Hiyo tunaita maddu arid lisukun, kwa sababu hii herufi ya mbele unakwenda kusimama nayo kwa sukun. Okay? Kwa kama unasimama hapa na madda iko nyuma yake, hii madda unatakiwa uvute haraka 2, 4, 6. Tukasema kati na kati unatakiwa uvute 4. Yatasaalun. Barakallahu fik. Haya, madda nyingine tukasoma lean letters. Lean letters nayo brothers. Bismillah brothers, lean letters ni ipi? Brothers, hili swali hawezi kujibu banati, bali tutajibu sisi brothers hapa iliyoko darasani. Unaruhusiwa ku unmute. Ustadh nisaidie. No, Ukhti Husna. Hili swali ni la brothers. It means hapa utakuwa umewazidi max na bado hawajajibu swali. Okay, let me choose one here. Haya, darasa la private kweli mashallah linasifiwa kwa sababu tunasikilizwa makosa, lakini hapa kwenye kusikilizana makosa hapa tunajificha. Ile la Ustaz Imran kule, you feel free. Kwa mwanafunzi anatakiwa asione aibu. Mwanafunzi ni kama mtoto mdogo anayeanza kuzungumza, yaani ndo unaanza vile kuzungumza, ndo hivyo wewe pia ni mwanafunzi, ndo uko hivyo. Kwa hapa wote hapa hakuna kuoneana aibu, wote ni wanafunzi na hakuna shaka sisi kujifunza pamoja. So naomba tujitahidi brothers, tuko okay. Mimi naomba nifanye D. Okay, bismillah brother Abu Hashim. Abu Hashim, I think you are here. Kila siku darasani brother upo hapa. Hebu leo tuelezee. Nipo lakini samahani mwalimu. Nipo kazini. Okay. Mashallah. So hamna shaka, ni udhuru, yupo kazini. Ustadh, wacha nimsaidie. Naam brother Said. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
herufu za lin ni herufu za waw au ya sakna inapotanguliwa na fatha. Aiwa. Na tunapaswa kufanywa kwenye hii mada ikiwa moja ya herufu za lin inafuatwa na herufu ya mwisho wa neno ambayo imekuwa na sakna. Aiwa, imebakisha herufi moja. Mfano, inshallah. Mfano kama liilafi Quraish. Aiwa, mashallah. Ilafihim rihlatay shita'i was-sayf. Yeah, mashallah. Shukran. Na ikiwa utaunganisha? Ikiwa utaunganisha itabaki kuwa mada. Naam. Hapo kidogo. Sijakuelewa ustazi hapa. Okay. Yani ikiwa nitaunganisha hapa ila fihim rihlata shita'i was-sayf. Hii was-sayf hii hapa tumesema ni maddo lin. Lin letters. Lakini tukiunganisha na aya inayofuata, je, pumzi yangu mimi nataka niunganishe hadi huku. Hii inakuwa bado ya sitovuta. Tovuta. Ya hilo ndio nilitaka nilisikie. Shukran sana brother Said. Okay, asante, shukran. Ya, mashallah. Hii inaitwa lin letters. Ni tofauti kabisa na zile maddi za asili tulizozizoea. Subhanallah, si kitabu kinaonekana hapa au nakiona mwenyewe huku. Mshia Qur'an sorry. Mfano ila fihim rihlata shita'i was-sayf. Unaweza kaiona ni ya hii kabisa, ya yenye sukun, lakini nyuma ikiwa imetanguliwa na fatha, imebakisha herufi moja mbele pia usimame. Hii inabadilika, ya inakuwa sio inabadilika, ndio jina lake. Yani popote utakapokuta ya sakin nyuma kuna fatha, ndio jina lake, inaitwa lin, legevu. Kwa inalegea au ni rahisi tumesema, it means inaserereka, inakuwa madda, maddul lin was-sayf. Lakini ukiunganisha haiwi tena madda, inabaki kuwa kwenye nature yake, wala hata sio haraka mbili kama ilivyo kwenye ardh lisukun, kwamba ukisimama inabaki kuwa maddu tabi'i, ukiunganisha inabaki kuwa maddu tabi'i kwenye lin. Subhanallah, kwenye ardh lisukun, ile maddu ardh lisukun ukiunganisha inabaki kuwa maddu tabi'i, lakini hii hata ukiunganisha yenyewe sio madda, inabaki tu kwa kwenye asili yake, wasayfi falyabudu. Ukiunganisha hii inaitwa maddu aridh. Subhanallah, maddu lin. Bali ni maji kwanza. Haya, then tukawa tumemaliza madda za kuanzia haraka 2, 4 mpaka 6. Tukahamia sasa kwenye maddu wajib muttasil. Maddu wajib muttasil nayo ni aina gani ya madda? Wajib muttasil, kama kuna madda nitakuwa nimeruka basi nikumbushe. Banat, maddu wajib muttasil. Assalamu alaykum ustaz. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ukhti Salma. Sawa, maddu wajib muttasil ni madi ya lazima ambayo inavutwa na herufi za madi za asili ambayo ni alif, waw na ya. Mbele yake inafuatwa na hamza. Aiwa. Inavutwa kwa haraka 4 au 5. Inafuatwa na hamza kwa namna gani? Inafuatwa na hamza katika neno moja. Aiwa, katika neno moja. Shukran. Inshallah. Pano. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Mashallah. Hapo kwenye ulaika hum khairul bariyah, kwenye ulaika hum. Shukran, sahihi. Okay, Allah kubarik ukhti Salma kwa kutusaidia kutuelimisha kuhusu maddu wajib muttasil. Hiyo maddu wajib muttasil iko katika neno hili la ulaika. Hili neno, hiyo wao hapo kwanza haivutwi pia. Hii wao hatusemi ula. Ukivuta hii sio madda. Hii ni alama, tulisema ni alama ya
hiyo inamaanisha, lakini haisomwi. Kwa ufupi tuseme hivyo. Ukikuta herufi na cycle siku nyingi, so tunasema ula, madda yetu ni hii hapa. Hii ndio inaitwa maddu wajib muttasil, lam yenye madda, mbele kuna hamza. Kwa sharti ni hii madda ifuatiwe na hamza. Hii ndio inaitwa maddu wajib muttasil, ambayo katuelekeza ukhti Salma. Allah wabarik, tumeelewana hapo. Haya, maddu jaiz munfasil. Baada ya maddu wajib muttasil tukasoma aina nyingine inaitwa maddu jaiz munfasil. Hili ni brothers. Bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, brother Miraj. Naam. Hapo kwenye maddu jaiz munfasil, hiyo jaiz kwanza maana yake nimeruhusiwa, munfasil ni kutenganisha. Aiwa. Kwa hiyo ikiwa herufi ya madda ya hizi za asili ambayo ni alif, wau pamoja na ya iliyopo mwishoni mwa neno inafuatwa na hamza ambayo ipo mwanzo mwa neno linalofuata. Msomaji anataka kurefusha herufi ya madda haraka 4 mpaka 5. Okay, sasa itakuwa ndo maddu jaiz munfasil. Aiwa. Yani yanatengana. Naam. Yanatengana kwenye maneno. Madda kwenye neno lake, hamza kwenye neno lingine, mwanzo wa neno lingine. Shukran. Mfano: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum wa idha shi'na baddalna amthalahum tabdila. Hiyo, barakallahu fik. Iko wapi hapo? Hapo kwenye hii washadadina asrahum. Kwa hiyo washadadina mbele kuna, baada ya nuni yenye fatha kuna madda hapa. Aiwa. Kuna after that ni neno moja, washadadina ni neno moja. Kwa asrahum pia kuna hamza imeanza. Hamza imeanza, hilo ni neno lingine. Lakini pia hapa kwenye hapa hivi wa idha shilna badalna amthalahum, badalna hapa hivi kuna maddu baada ya nuni ni fatha. Sahihi. Then kuna hamza. Kwa katika hizo mbili hapo. Barakallahu fik. Ziko hizi mbili katika neno hilo. Shukran sana, umezielezea vizuri na tumezielewa mashallah. Hii inaitwa maddu jaiz munfasil. Inafanana kidogo na maddu wajib. Tofauti yake ni nini? Maddu wajib ipo kwenye neno moja na hamza, maddu jaiz maneno mawili tofauti. Madda iko neno hili and then hamza nayo ipo kwenye neno lingine, sio ndani ya neno moja. Shukran sana. Kwa hapa tukiangalia maddu wajib na maddu jaiz, labda kwenye innaha, hapa innaha maddu wajib, ulai maddu wajib bado. Kin maddu jaiz iko kwenye hii aya tuliyosoma chini huku, badalna maneno mawili tofauti. Hiyo ni maddu jaiz. Haya, twende sasa katika maddu lazim. Maddu lazim ni nini? Maddu lazim zipo aina ngapi? Na ya kwanza ni ipi banati? Ustaz Samani. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Samani, nilikuwa na swali kati ya hizi madi mbili za madi wajib na madu jaiz. Nilikuwa naomba kama unaweza kufungua Suratul Hud aya ya 76. Okay. Haya, kwenye madu jaiz na madu wajib, Suratul Hud aya ya 76. Bismillah. Okay, sorry. Mtandao wangu leo. Okay. Niko kwenye translate itakuja chapu. Aya 76. Ndiyo. 76. Okay. Hiyo hapa. Kikuza kidogo.
Ya Ibrahim. Yes, hapo kwenye ya Ibrahim. Nitaka kujua kama hiyo ni madu wajib au ni madu jaiz, kwa sababu naona kama ya ni neno moja, Ibrahim ni neno la pili, lakini hiyo ya imeunganishwa. Mashallah, shukran sana. Okay. Kiarabu ya ni neno moja, alafu Ibrahim pia ni neno lingine. Ya Kiarabu inaitwa herufi ya kuita. Ya Maryam, ya Musa, ya ni neno na Ibrahim ni kitu kingine. Hii ya ni herufi, inaitwa harfu nida, herufi ya kuita. Kwa hiyo inajitegemea, ipo kivyake. Ya tu ukisema ya maana yake ewe. So muda mwingine kweli shukran na hapa umewafungua watu. Kikutana na hivi sio tu hapa, hata kwenye qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyu, ile sio neno moja. Okay, kwa sometimes pia sio paka tuone tu maneno mamoja yameandikwa hivyo, bali inshallah kuna mazingatio katika kila usomaji tunaofanya. Actually ndani ya Arabic Service hatujaacha kitu. Hii tunajifunza hapa ni tajwid, lakini kuna lugha ya Kiarabu pia inafundishwa ndani ya Arabic Service. Licha ya hivyo tafsiri ya Qur'an inshallah japo bado haijafikiwa, ila tutakuja kujifunza baadhi ya vitu. Ukao umejifunza hili kwenye sura moja huko nyuma, ukaja kukutana nayo kwenye qul ya ayu kaifahamu, lakini hapa pia tushaigusia. So ukaja kukutana nayo hata kwenye ya Ibrahim, bado utakuwa tayari umeshajua haya ni maneno mawili tofauti. Shukran sana. Hii ni maddu jaiz munfasil, sio tena wajib. Hii ni jaiz. It means ukisema ya ukasimama utavuta mbili. Hii ndio tofauti ya maddu jaiz na maddu wajib. Hii ukisimama ya mbili ukiunganisha ndio inakuwa 5. Shukran sana. Shukran. Okay. So hii hapa, hii ya Ibrahim haina tofauti na hii hapa. Umeona hii hapa pia hii ya Ibrahimu a'rid an hadha. Ukisimama hapa kwenye dha, japo alama juu inaonyesha kabisa ni maddu jaiz, mbele kuna hamza, kituo kiko hapa. Ukisimama hapa inaitwa maddu jaiz munfasil, hautavuta 5. Kwa hii hapa ndo kama hii ambayo iko nyuma hapa. Tueleweshane kidogo hapa. Barakallahu fik. Haya, twende katika maddu lazim. Maddu lazim. Tumalizie maddu lazim ambayo ilikuwa inachanganya watu nadhani, kwa ambaye alielewa japo kidogo. Unajua muda mwingine wewe unaporekebishwa unajenga thawabu na yule anayekuelewa unabeba thawabu zake. Unatengeneza kamba. Naam. Nani anajitoa chambo? Naomba kujaribu. Okay, ukhti Husna. Bismillah. Mad lazim ziko aina mbili. Mad lazim kalmi na mad lazim harfi, na zote zina muthakkal na mukhaffaf. Mad lazim muthakkal, mad lazim kalimi muthakkal hutokea pale herufi ya mad inafuatwa na herufi ya shadda. Madda ikafuatwa na shadda. Sahihi, mashaallah. Mfano alhaqatu malhaqa. Barakallahu fik. Shukran sana. Umejibu vizuri sana. Okay, na mimi nilielezea kidogo hapa. Hiyo maddu lazim. Kwa nini inaenda kuitwa maddu lazim? Kila kitu kina sababu. Kila kitu kina sababu. Kwa nini tu hizi zote zinazovutwa 5, sijui 6, 7? Kwa nini tu usiitwe maddi moja tu bana, zote wajibu huko? Lakini ukichunguza wajib na jaiz, tofauti yake ni ndogo sana. Hii jaiz ukisimama tena sio tena wajib, haiwi tena 5, inakuwa 2. So that why hazizi zote zikaitwa wajib. No, lazima ujijue tofauti na uzijue majina yake. Alhaqa, hii ni mfano wa maddu lazim kalimi muthaqqal. Maddi lazim katika neno nzito. Hii maddi yenyewe sasa inavutwa haraka 6, sio tena 5.
unavuta 6. Na tukasema katika usomaji wake wa hii maddu muthaqqal, weka kibamsi katika kuidaka qaf. Alhaqa, malhaqa. Actually kuna wasomaji ambao hawaweki, sio kwamba ni lazima hicho kibamsi, lakini yani umeielewa vizuri zaidi mada. Okay, alhaqatu malhaqa, hicho kibamsi hapo, hiyo inaenda kuashiria hii ni maddu lazim kalimi. Hata usipokiweka japo kinasikika ndio kafu umekaza, lakini tofautisha madda na kwenye kamkazo. Wa ma adraka malhaqa 6. Alhamdulillah. Hii ni muthaqqal. Mukhaffaf, mukhaffaf ni ipi? Maddu lazim kalimi mukhaffaf, hiyo ni kinyume cha maddu lazim kalimi muthaqqal. Brothers, let's try this. Maddu lazim kalimi mukhaffaf, kinyume cha muthaqqal. Unaruhusiwa ku unmute and then tujaribu wote hapa. Niliona juu mkono wa brother Ali mgeni, lakini naona huku mbele kama ulimpiga chenga akatoa mkono. Kwa brother Ali, mjaribu maddu lazim kalimi mukhaffaf. Tunaruhusiwa pia u unmute na ukajaribu. Saa 4 kamili, lakini mpaka tumalize darasa letu hili la madda, alafu tufunge hapa inshallah. Tutakuja kukutana baada ya Eid. Eid actually itakuwa Ijumaa au Jumamosi, and then tutakutana Jumatatu. Naam. Asla. Okay. Wa alaikum salam brother Abdul. Naam. Assalamu alaikum. Oh, wa alaikum salam brother Ali. Haya, mwenyewe amekuja kwanza brother Abdul. Tutajaribu mada inayofuata. Karibu. Maddu lazim kalimi muhaffaf. Anasema ikiwa herufu inafuatwa na herufu ya sakin ambayo ipo katika neno moja, msomaji anatakiwa kuongeza muda wa herufu ya mada. Ni lazima pia kurefusha, sio chini ya haraka 6. Aha, mashallah. Mfano wake iko ya kipekee tu kwenye Qur'an. Ya iko moja tu. Alana. Vuta sasa hiyo mada brother Ali. Alana. Hapo ni ipi mada hapo? Hapa mada ni alif. Yeah, niyo so ivute hivyo. Alana. Mujitahidi, mashallah. But sharti ya hiyo mada, baada ya mada kuwe na sukuni. Eka sukuni lam. Ana. Ana. Aywa, barakallahu fik. Ana. Shukran. Umeielezea vizuri mada, japo mfano wake, actually mfano wake ni mgumu. Brother Ali ameusoma, upo katika suratu Yunus. Suratu Yunus, aywa. Allah aliposema al-ana, hiyo ni mfano wa maddu. Sitoi fungua hapo sura iko mbali kidogo. Ni mfano wa madda ambayo ipo mmoja tu kwenye Qur'an. Kwa sababu gani? Inaitwa maddu lazim kalimi mukhaffaf. Maddu lazim kalimi mukhaffaf. Yenyewe sharti lake, hili Ukhti Zainab kasema hajaelewa vizuri. Anasema sharti lake, okay, sorry, naomba nifunue ili kwa yule pia ambaye hajaelewa basi aielewe. Yunus, sorry. Mwalimu, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nina swali katika hiyo sura. Tuangalie, okay. Katika aya ya 59 kuna mad ambayo imefuatiwa na herufi ya kulukwa. Nimeshindwa kuelewa hiyo itakuwa ni mukhaffaf au muthaqqal. Ni mad lazim. Okay. Inshallah taifungua na hiyo pia katika sura hii Yunus, ndio? Yeah. Okay. Okay, kwa tuifahamu hii tunaposema mukhaffaf
ni hii hapa, hili neno hapa, hili neno kuna madda ambayo hii madda ni maddu lazim kalimi. Ingekuwa tungesema kwa nini sio maddu wajib? Okay, lakini sio wajib hii kwa sababu mbele hakuna nini? Hakuna hamza. Hii hakuna hamza mbele. Kwa mbele imefuatiwa na lam, herufi yenye sukuni. Hii sasa aina yake inaitwa maddu lazim kalimi mukhaffaf. Maddi ya lazima kwenye neno alafu nyepesi, iliyo nyepesi. Kwa nini nyepesi? Kwa sababu herufi ina sukun, lam ina sukun. Hii tunasema na inavutwa haraka 6. Sharti lake iwe kuna sukun. Iko moja tu kwenye Qur'ani ambayo ndio hii hapa. Sio ambayo pia tumeiona kwa leo, kwa kuwa iko moja tu, hautokutana nayo pengine. Unaweza ukajaribu wewe kuifanyia mazoezi. Al-ana. Hili neno Allah alikuwa akimwambia Firaun baada ya Firaun duniani kuwa mutakabbir, kiburi, and then ameshaingizwa kwenye bahari imemmeza, ndo anasema qala amantu annahu la ilaha. Sasa nakukubali wewe ndo Mwenyezi Mungu, hakuna Mungu ila wewe. Mpaka unaingizwa kwenye kabali, umetaitiwa vizuri, yani wewe let's say in the joke mode, yani wewe mwizi tu kakukuta barabarani vizuri tu, kakuchomolia panga vizuri tu, anakuambia wanatoa hicho. Unasema mpaka nionje hiyo panga ilivyo, tapambana mpaka nafsi yangu ya mwisho. Unaweza kupambana kweli, lakini mwisho wa siku bora tu ningeachia, maana mkono tena sina nini. Japo ni unyonge, lazima upambanie mali yako. Lakini Allah alimtia kwenye tait Firaun, Allah alimlingania Firaun, kamnasihi, kamtumia Nabii Musa, tena anamwambia nenda kwa kauli laini, and then mwisho kabisa mpaka sasa naona kabisa ndo kumbe naenda kufa sasa, ndo anasema namwamini Allah. Allah akamwambia al-ana yani wewe muda wote sasa hivi, yani hapa sasa hivi sasa ndo unaona, ndo unatubia. Kwa hiyo tusingoje sisi wenyewe bwana katika mali zetu huku mpaka siku na kufa kabisa. Nacho Allah anasema ndo mwanadamu atatamani atoe, hebu fa asadaka, nikatoe tu sasa sadaka japo. Sasa muda huo wala yuakhir Allahu nafsan, Allah mata tuicheleweshe nafsi. Muda huo hata tuwezi kukuchelewesha sisi. Hujatoa huko muda mrefu, umesahau. So Firaun yeye Allah ndo alimjibu hivi. Kabla ya hapo ulikuwa fisadi, sasa hivi unakumbuka jambo ambalo halipo. Hii inaitwa maddu lazim kalimi mukhaffaf. Ukhti amesema peji aya ya 50, subhanallah. Sina ngapi? 59. Okay, 59. Qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizq. Unaiongelea hivi hii ma anzala? No. Faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu hiya hapa. Yeah, mashallah, Allahumma barik. Hii inaitwa maddu lazim kalimi muthaqqal. Maddu lazim kalimi muthaqqal. Okay, nieleze pia kidogo, na hii pia ingechanganya watu. Actually Allah barik. Yani zimetafutwa madda kivyo vyote vile mpaka ieleweke. Hii inaitwa maddu lazim kalimi muthaqqal kwa sababu hii lam ambayo iko mbele. Kweli hapa kuna lam hii katika jina la Allah, just look jina ile qul hii lam hapa ya kwanza kabla ya lam yenye shadda, hii ni lam empty. Hii ni lam empty. Tunasema hii lam inaitwa lamu shamsiya, tusisahau hilo. Hii inaitwa lam shamsiya. Kuna lam ta'rif. Hii kwanza inaitwa lam ta'rif. Tumesoma lam ta'rif. Jina lake lam ta'rif ina majina mawili. Kuna lam qamaria, lam shamsiya. Qamaria inasomwa, shamsiya haisomwi. Kwa hii ambayo haisomwi hii, kwa kuwa haisomwi hatuizingatii hapo kama ina sukun. Okay? Haina sukun hapo. Kwa sababu haisomwi inamaanisha iruke.
Tulisema kamaria ndio inakuwa na alama kabisa ya sukun juu, lakini hii shamsia haina alama ya sukun juu. Hii kwa kuwa haisomwi, hii madda yake inaenda kukutana na herufi yenye shadda. So bado kile kibams kina apply hapo. Qul Allahu. Mashaallah. So hii inaitwa maddul lazim kalimi muthaqqal. Maddi ya lazima kwenye neno nzito. Alhamdulillah. Shukran sana. Actually nimependa haya maswali. Haya, kisha kipande cha mwisho, tukimalizia cha mwisho kinachosema maddul lazim harfi kwenye herufi sasa. Maddul lazim harfi muthaqqal. Na hivyo kuna muthaqqal na mukhaffaf. So tuanze na muthaqqal kwenye maddul lazim harfi. Leo tueleweshane vizuri sana hapa ili tuweze kuielewa. Ametoka kuzungumza alikuwa brother na nadhani ni ukhti. Binti Maruzuku, naona ume unmute. Karibu. Maddul lazim harfi. Kila tunapoendelea ukhti wanasema hii ndo ngumu sasa. Ya nyuma ilikuwa ngumu lakini kashaielewa sasa, hii ndo ngumu sasa. Kama ulielewa ya nyuma na hii pia basi utaielewa tena, sio ngumu. Maddul lazim harfi. Hapa kwanza kichwa chako kinataka kibadilishe, sio tena neno, ni herufi. Tunakwenda kuongelea alif, be, te, the, jim, he. Sio tena a, ba, ta. Hatuweki fatha huko kwenye herufi. Naam, binti Maruzuku. Nimeona nimesoma jina lako hivyo hapa. Mwalimu, mimi unmute, nilikuwa nakuuliza swali. Okay, naam, karibu. Karibu. Ndio nimesha kuuliza tayari. Ila nitajaribu. Okay, kumbe uliuliza lile swali. Mashaallah. Haya, Bismillah, jaribu. Maddul lazim harfi. Mad lazim harfi. Zenyewe ni madi yake unaisoma herufi kama herufi. Aiwa, unaisoma herufi. Mfano wa maddul lazim harfi. Na unavuta haraka ngapi? Unaivuta haraka 6. Mfano wa mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf huwa A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ain sin qaf. Aiwa, ain sin qaf. Hapo unajua hiyo ni maddul lazim harfi. Nadhani ni suratu Shura. Ni maddul lazim harfi mukhaffaf. Lakini still hapa ina apply nini? Ina apply ikhfa. Okay? Katika aina hii ina apply ikhfa. Ain sin qaf. Kuna kama ikhfa. Nadhani tulisoma ikhfa, sauti ya nun sukun. Kwa ukitaja ain, mwisho wa ain ni nun sukun, hiyo tunaongelea herufi. Ain sin qaf. Kwa hiyo kwa kuwa mwisho kuna sukun, mbele kunafuata sin, ain unafuata sin, hapo kuna nun ikikutana na sin inakuwa ikhfa. Kwa bado ndio hii ni maddul lazim harfi mukhaffaf, lakini still pale kuwe kuna ghunna inacheza pale. Ain, usiende haraka. Ain sin qaf, bali weka hiyo pia ikhfa pale. Ain sin qaf. Hii inaitwa maddul lazim harfi mukhaffaf. Hakuna shadda hapo ambayo imetokea mbele yake. Hiyo ni ghunna. Hata hapa ndo unapata uhalisia wa shadda na ghunna pia. Kwamba shadda ingekuwa tofauti, ghunna nayo ni tofauti. Hii ni ghunna. Hata ukisema amim, hii ni maddul lazim harfi mukhaffaf. Madda tunaangalia hii ambayo juu ina hizi alama. Hatusemi maddul lazim. No. Ina alama juu. Hii inakuwa maddu tabia hii. Haraka mbili tu. Lakini ukitaja mim inarefuka. Mim.
Na sehemu ya madda tuzingatie, kwa nini inaitwa madda? Madda ipo kwa sababu gani? Herufi yake ya madda ni nini iko ndani. Ukisema mim, katikati kuna sauti ya ya hapo. Sawa, katikati kuna sauti ya ya. Mfano niandike mim hapa. Herufi zake ni hizi. Mim. Hii ya hapa hii ndio inaitwa maddul lazim harfi mukhaffaf. Kwa herufi za madda ni zile zile, alif, waw, ya. Ukisema ain, katikati hapo kuna ya ile ya kwenye lin, lakini sasa tusiende mbali sana kukorokochoa huko, ila tukorokochoe tu hivyo hivyo uielewe vizuri. Ustazi, hilo neno la kwanza linasoma ni amma. Tukisema ain, wapi? Hii sura neno la kwanza kabisa linasoma vipi? Hii sura neno la kwanza soma. Amma. No. So that way tumekosoana. Hakuna fatha hapo ukhti Zainab. Yeah, hakuna fatha kwenye mim. Kwa utasoma mim kama mim. Hii herufi inasomaje hii? Hii haisomwi ma hii. Sorry. Hii herufi wait asome ukhti Zainab, maana ndio tulikuwa tunaona haelewi, hajaelewa ile darasa. Kupitia yeye ili na wengine pia waelewe vizuri. Hili neno linasomwaje ukhti Zainab? Amma. No, it's not ma. Asili ya ma ni nini? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mwalimu. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh brother Qasim. Naomba nijaribu kuelezea hii. Okay, muelezee. Yeah, sahihi. Okay, hii ni mad lazim harfi. Yani ni mada kwenye herufi. So hii herufi ni herufi mim. Kwa asili yake ni mim. Ni mim. Ukhti Zainab nataka uelewe hapo kwanza. Hii ni mim. Hii mim haina haraka yoyote. Hii mim inafaa ivutwe. Herufi mim inafaa ivutwe. So haina haraka yoyote. Utasema kwa asili yake mim. So itakuwa na mwalimu amesema, ingawaje sijafika hii sura. Mwalimu amesema hiyo ya kwanza, haya ya kwanza haina haraka na pia ni herufi. Sasa tutaivuta kwa haraka mbili. Hamim. Sahihi. Mashallah. So ukhti Zainab, usije ukaisoma hii, usije ukaisoma kama hamma. Yaani usitie fatha ukasema ma, hiyo ni herufi tayari imeshatiwa fatha, mim fatha ma. Usitie haraka. Itaji kama nature ilivyo hivi, kama unaposema nun, sin, qaf. Hapa ukhti Zainab msoma hili. Taja herufi moja moja kama unavyoiona. Hii ni herufi gani? Ain. Ain, yeah, hivyo. Hii ni ain. Ya pili? Sin. Ya mwisho? Qaf. Yes, hivyo. Kwa nataka utoke kwenye sa, qa, no. Ain, sin, qaf. Hivyo. Yeah, kwa tukisema hamim tunamaanisha sio hamma, no. Tunamaanisha mim. Tukitaja sasa hii mim, madda yake iko wapi? Kuna ya hapa ndani. Okay? Ukitaja ain kuna ya hapa ndani. Ukitaja sin pia utaiandika sin, kunakuwa kuna si hivi na kasra, ya madda na nun mwisho. Ile zichomoe herufi moja moja, usiitaje kabisa ma, no. Mim tuiseme kabisa kama mim kama mim. Actually najua kuna wengi hawajaelewa hapa, lakini wamemtanguliza ukhti Zainab mbele. Sio ma wote, sio ma bali ni mim. Sasa hiyo mim tuichambue hapa, tufanyie tu mfano hiyo mim.
Ukitaka kuandika mim utaiandika hivi. Mim. Kiswahili tunaandika hivi. Hivi ndio tunaandika Kiswahili. Kwa kama Kiswahili umeiandika hivi mim, Kiarabu pia utaandika mim kasra mi, ya madda iko hapa, mim sukun. Mim. Hivi mim. Pia hapa mim. Kwa hii ndio hii hapa. Tunataka tuitamke sasa iwe madda. Hii ya hapa ndio inaitwa maddul lazim harfi mukhaffaf. Madda ya lazima kwenye herufi. Alhamdulillah. So tukiongelea muthaqqal pia. Hebu brother mbata tuelezea ya mwisho hii tumalizie tufunge. Subhanallah. Tumia muda mkubwa kweli. Maddul lazim harfi muthaqqal. Brother ambaye atatuelewesha kwenye maddul lazim harfi muthaqqal. Tumeifahamu mukhaffaf. Muthaqqal pia tuielewe. Isije ikawa tena kuna mtu anafikiria jambo la fatha kasra dhamma. No, huku tunaongelea herufi. Hizi sura hatujazifika. That why pia hatujazifika, bali hii haisomwi hamma, no. Hii inasomwa ha mim. Hii inasomwa ain sin qaf. Swali kwenye mwalimu. Unazisoma hizo unazivuta kama kawaida. Unaivuta ain. Umeona hivyo nilipovuta ndio usomaji wake sahihi. Yaani hapo umeonyesha usomaji sahihi. Sio tutoke kwenye ule utoto tulikuwa tukiambiwa tu sema ain, sin, qaf. No. So huku usomaji sahihi sio ain, sin. No. Usomaji sahihi nini? Ain, sin, qaf. Huo ndio usomaji sahihi wa hizi herufi. Mim, sio mim. Nun. No. Hizo herufi unazikuta huku zimewekwa madda, kwa ina maana hii herufi sio tu inasomwa tu mim. No. Mim. Ukisema uzichambue ndani unakutana na kuna hiyo ya mad na wau mad. Ewa, mfano ukhti Zainab, wewe niambie katika hili neno lingine. Hili ni neno ambalo nalitoa. Ukhti Zainab, nataka uniambie hili neno lina madda gani ndani? Hii herufi ya kwanza hapa inasomwaje hii herufi Ukhti Zainab? Hii tu nun. Inasomwa nun. Madda gani ipo ndani hapa? Wow. Ewa, ndani kuna wow. You see? Kwa kama umeona ndani kuna wow, nu, kwa kuwa umeshaivuta inaandikwa hivi. Okay. Kiarabu tutaandika tutapatana nayo itakuwa ina alif katikati. Ewa, kuna nyingine pia utafuatana nayo, utakutana nayo na alif. Mfano, nimetoa mfano kila mfano upo. Mfano hii hapa suratu, yani sura ya jina lake kabisa. Okay, Ukhti Zainab, hii sorry, sasa hivi naomba adibu Ukhti Amina Jumbe kama yupo hapa. Sijui kama yupo, ila na yeye pia hili darasa tutamtoa patupu. Hili neno lina yupo. Ukhti Amina Jumbe, hii herufi ya mwanzo inasomwaje hii? Hii herufi tu hapa hii. Tunarudishana awali kidogo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Swad. Ewa, swad. Tena mwisho kuna qalqala. Tumepita kila kitu. So it means swad. No, igonga mwisho. Swad. Ewa, swad. Madda gani ipo ndani hapa? Kati ya alif, waw na ya. Tukiandika swad tutaandika hivi. Okay. Maddi gani ambayo ipo ndani hapa? Hamza. Ewa, mashallah, ni alif. Okay. Hamza inatia sauti. Alif ndo madda. Alif. Swad, mashallah. So, ingekuwa hapo tunaiandika herufi moja moja, ingeandikwa hii swad herufi moja moja tungeandika hivi. Swad. Hii ingekuwa ndo mad. So hii tunaiita
maddu lazim harfi mukhaffaf, nyepesi. Okay, isi sauti unayovuta hapo katikati, it means hiyo ni mad. Alhamdulillah, so tumeelewana kwa hapo. Twende kwenye maddu ya mwisho, hii maddu lazim harfi muthaqqal. Naam. Salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh, brother Ali. Naam. Mad lazim harfu muthaqqal, ikiwa mada inafuatiwa na herufi yenye shada, msomaji anatakiwa kuongeza muda wa harfu ya mada. Aiwa. Hii inaongezwa kwa haraka 6. Haraka 6. Aiwa, sahihi. Kwa mfano unaposoma alif lam mim. Aiwa, alif lam mim. Kwa hiyo pale kuna mimu mbili ambazo ndio inatengeneza shadda. Aiwa, mashaallah. Lam unamalizia mim, tamko la lam na ile mimu inafuata mbele. Barakallahu fik. Haya, ameeleza vizuri pia hapa brother Ali, shukran sana, Allah kubarik. Tukisema maddu lazim sasa, harfi ni vile vile herufi. Alif unataja kama alif, alif, alif. Alif hata uiandike alif ni hivi, inaandikwa alif, japo utotoni tulifundishwa alif, alif, unavuta hiyo lif, alif, lakini ilikuwa ni kwa ajili ya kuleta raha, inasoma alif, alif. Okay, lam, hii lam ina madda, you see, hii ni madda iko hapo. Sasa hii madda, ili ujue maddu lazim harfi muthaqqal. Muthaqqal maana yake nzito, tuko kwenye muthaqqal, tushatoka kwenye uko mambo ya kuelezana herufi tena. Tunatafuta mukhaffaf ni ipi, muthaqqal ni. Ukiandika lam utaandika hivi, mwisho inaishiwa na m. Hii ni mim, okay? Ni kama Kiarabu tuandike lam, sawa sawa na useme hivi lam, hii imeishiwa na sukun, hii ndo madda. Okay, madda hii hapa imeishiwa na sukun. Alafu sasa kanuni nasema ikiwa mbele yake tena kukawa kuna herufi yenye shadda, mbele yake kuna herufi ina shadda, yani hiyo madda mbele yake kuna herufi ina shadda, hiyo herufi inaitwa maddu lazim harfi muthaqqal. Shadda unaipataje? Shadda ni herufi mbili zilizoshikana. Herufi inayofuata ni mim. Mim inaandikwa hivi, hii ni madda hii, mim. So mim imekutana na mim, mim sukuni imekutana na mim, mim sukuni ikikutana na mim, hebu isome. Okay, wewe nikuandikie hapa kwa Kiswahili tutaandika hivi. Mim hii ndo mim yenye sukuni, mbele kuna herufi mim mwingine na kasra. Hivi bado utasema mi, hiyo sio mi tena, inasomekaje? Mi. Hiyo tayari ni shadda. Okay, hiyo ndo shadda tunayozungumzia. Ingekuwa Kiswahili kuna ufupisho, basi tungesema okay, hii m moja inatolewa, alafu hapa tu kuwekwe shadda hivi. Na hapa leo tungekuwa tunasoma mi. Kwa shadda ni kaufupisho, njia ya ufupisho ni kama unakumbuka hesabu za gawanya, ufupisho, njia ya ufupisho ni hii, njia ndefu ni hii. Okay? Kwa kama hii ni njia ndefu, hii ufupisho, hivyo shadda ufupisho wake ni hivi, njia ndefu yake ni hii, zote zinaitwa shadda. Okay? Mim sukuni ikikutana na mim kasra utasomeka mi, hivyo. Kwa hiyo anasema ikiwa sasa madda hii hapa alafu imekutana na shadda hii hapa, hii ni shadda, it means mim sukuni imekutana na mim kasra, la mi. You see hapo kuna kamkazo kanatokea, it means kuna shadda, herufi mbili zimekutana kwenye njia ndefu, tofauti na njia fupi ya shadda ya macho tuliozoea. Okay? Kwa hii madda yake inaitwa nini? Inaitwa hii madda hapa. Tunaizungumzia hii hapa, hii madda, alif madda hii. Hii ndo tunaizungumzia, sorry.
hii inaitwa maddul lazim. Hii alif inaitwa maddul lazim harfi muthaqqal. Kwa nini? Mbele yake kuna shadda, wala sio hii mim. Hii ya pili huku, hii madda ya kwenye mim hii tutaiitaje? Hii tunaiita mukhaffaf kwa sababu hakuna mbele yake mim zingine zilizofuata. Okay, hazijakutana tena herufi mbili za shadda mbele yake. Sharti madda mbele yake, sio madda nyuma yake, no, ni mbele yake. Alhamdulillah, mpaka hapo leo tusimamie. Tumemaliza madda, maddul lazim harfi muthaqqal na mukhaffaf. So tutakutana kwa ajili ya kuingia darasa mpya Allah akipenda baada ya Eid, nadhani Jumatatu insha Allah, kama ya leo, kwa ajili ya kuendelea na kozi yetu ya tajwid. Alhamdulillah, na samahani sana kwa kula muda wenu. Leo tusimamie hapo. Ya, ukipitia recording utaelewa vizuri zaidi. Nilikuwa nataka pia nikuulize kitu. Hii mad al-badal